Halo, habari za leo, karibuni tena Pedro and Rose Stories. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama. Leo nataka nizungumzie jinsi ya kumsaidia jirani yako aliye na VVU, au rafiki yako au ndugu yako au mtu yeyote wa karibu aliye na VVU. Lakini nimetumia jirani kwa sababu hakuna familia ambayo haijaguswa na VVU. Kwa hiyo utu na kupunguza unyanyapaa, hilo ndo lengo langu hasa. Unapomsaidia mtu ni kupunguza unyanyapaa na kuonyesha utu. Nikuulize swali, je, kuna mtu kwenu anayeishi na VVU? Utaniandikia kwenye comment. Au je, una rafiki yako au jirani yako au mfanyakazi mwenzako anayeishi na VVU? Utaniandikia kwenye comment. Hajui kama wewe ni salama kwake? Yaani una mtu labda anaishi na VVU, lakini haelewi kama wewe ni salama kwake. Unaona? Leo nikufundishe njia 3 za kumsaidia jirani yako anayeishi na VVU, au rafiki yako au jirani yako au mfanyakazi mwenzako au ndugu yako anayeishi na VVU. Namba 1, acha kutumia maneno mabaya. Maneno kama mkaidi, amepata kwa dhambi, yanaua. Badala yake sema, Dude, uko salama? Unaona? Hilo nimetumia tu jina. Badala yake sema, Rozi, uko salama? Maneno makali yanaua, hayajengi, yani yanamuua mtu taratibu. Namba 2, kuwa siri yake. Huyo ndugu, kuwa siri yake. Kama amekuambia status yake kwamba anaishi na VVU au ameambukizwa VVU, usimwambie mtu mwingine. Huyo mtu kwanza amekuamini na kukusamini, ameamua ashirikiane na wewe, au anahitaji msaada kutoka kwako, au wakati mwingine anahitaji tu umkumbushe utumiaji wa dawa. Kwa hiyo amekuchagua wewe, amekusamini wewe ili uwe mmoja wapo katika safari yake ya maisha na VVU. Kwa hiyo mtunzie siri yake, kuwa msiri wake, usimwambie mtu mwingine. Amini yake ni dhamana. Unaona? Yaani unapokuwa msiri wake ni dhamana kubwa sana kwake. Namba 3, mpende kama kawaida. Usimchukie, usimdharau. Umsamini, mpende kama wewe unavyojipenda. Mwalike chai au kahawa, hiyo ni mifano. Unaweza kumwalika kwenye chai au kwenye kahawa. Cheka naye, mpe kazi kama una ajira, mpe kazi ili afanye kazi aweze kujisaidia na kusaidia familia yake. VVU haimuui mtu. Haimuui mtu utu wake. Utu wake bado uko pale pale. Kwa hiyo msamini kama unavyojisamini wewe. Dawa za ARV zikifanya kazi vizuri mwilini mwake, yuko sawa kama wewe. Kama mimi nilivyosimama hapa, ninaupiga mdomo kuelimisha jamii kuhusu mambo ya HIV. Mimi mwenyewe ninaishi na VVU mwilini mwangu, lakini sina tofauti na wewe. Tukikutana barabarani, hata tukikaa pamoja, tuko sawa sawa kabisa. Labda tofauti yangu kwamba mimi nimezeeka. Ndiyo tofauti yangu nikikutana na wewe ambaye bado ni kijana. Halafu jamii yenye upendo ndiyo dawa kubwa zaidi ya aibu. Yaani jamii yenye upendo ni dawa kubwa sana katika watu wanaoishi na virusi vinavyosababisha ukosefu wa kinga mwilini. Jamii yenye upendo ni dawa. Jamii yenye upendo ni dhamana katika jamii.
Kwa hiyo tuwapende watu wanaoishi na VVU, tukiwafahamu, wakitushirikisha katika safari yao. Kwanza tuache tabia ya kutumia maneno mabaya. Maneno ya kikaidi yanaua. Pili, tuwe wasiri, yani tuwatunzie siri wale watu ambao wameamua kutushirikisha kuhusu statasi zao, basi tuwatunzie siri, tusiwaambie watu wengine kuhusu statasi zao. Namba 3, tumpende kama kawaida. Tunaweza tukawaalika kwenye chai au kwenye kahawa, tucheke nao, tuwashirikishe katika shughuli za kujenga taifa, tuwashirikishe katika shughuli za jamii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kucomment na kusubscribe kwenye hii channel. Asanteni sana.